Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto ya muda huu nashindwa hata sijui nitaongeaje sasa. Kuhusu Mheshimiwa, sababu zingine nataka kusema tu kwamba utawala bora wetu uko wapi? Mheshimiwa Waziri Simbachawene, taarifa ya CAG, PPRA, FAU, TAKUKURU zinaendelea kuripoti uwizi wa fedha za umma kwa kiwango kikubwa, lakini kuingia mikataba ya usiri ambayo haina baraka za mwanasheria mkuu wa serikali, ambayo haijabarikiwa na bunge hili, na mikataba hiyo ikaendelea, alafu tuko na waziri wa utawala bora, tuko na serikali inayosimamia utawala bora. Haya mambo yanawezekanaje? Lakini 40% ya watumishi wa umma hawafanyi kazi, na ni taarifa ya waziri mwenyewe. Watumishi wengine wamewekwa benchi, na mwenzangu amezungumza kwa fitina tu na chuki ndani ya mamlaka, lakini wameachwa tu, na anayefanya hivyo ameachwa tu. Kukabidhi rasilimali za umma kwa wageni, kwa mfano machimbo ya wachimbaji wadogo, taarifa za CAG kutokufanywa kazi, mifumo na mikopo na matumizi ya fedha za umma hata nje ya budget. Haya mambo haya yanaruhusiwaje? Waziri wa TAMISEMI, waziri wa utumishi huko hapa, waziri wa utawala bora huko hapa. Kuna manju mmoja kule kwetu aliwahi kuimba Dumoga Gijozwa Orono Saba Jirale Jabademi, anaitwa Mwanachulichuli. Kwa nini tunashindwa kuchukua hatua mahala ambako sisi tunaweza kuchukua hatua? Mheshimiwa Spika na Mwenyekiti, kwa mfano taarifa ya nchi yetu kulipa trilioni 1.438 katika mahakama, tovuti ya KSID inaonyesha kuwa baadhi ya makampuni yamelipwa baada ya kupewa tuzo katika mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa migogoro na uwekezaji na biashara, ambako nchini kwetu mpaka sasa hivi tumekwisha lipa trilioni 1.438 tena kwa siku za hivi karibuni. Hizi taarifa zinaonyeshwa kwenye tovuti ya KSID, trilioni 1.438, lakini bunge hili halijawahi kuelezwa na waziri wa utumishi na utawala bora. Bunge hili halijawahi kuelezwa na waziri wa katiba na sheria. Bunge hili halijawahi kuambiwa jambo lolote, isipokuwa kule KSID kwenye tovuti ndio wanaonyesha tu trilioni 1.438, ambako hizi fedha hatujawahi kuzipitisha sisi, na hatujawahi kuomba kibali, na hatujawahi kuambiwa kwa nini serikali ilienda kushindwa katika madai hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine mpaka sasa hivi serikalini, kashfa ya wahamiaji haramu kuajiriwa serikalini. Wote tunakumbuka kwamba mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama CDF Jenerali Jacobo John Mkunda alitoa taarifa akisema baadhi ya waomba hifadhi hao na wakimbizi au familia zao wameajiriwa serikalini kwa nafasi mbalimbali, na wengine wamepewa teuzi serikalini katika nafasi zenye maamuzi. Nafasi za Watanzania zimechukuliwa na wageni. Kwanza, tuna mfumo gani wa utumishi ambao unaweza kuruhusu mpaka mtu mgeni akaajiriwa? Tuna mfumo gani wa utumishi hapa nchini ambao unaweza ukaruhusu mpaka ukaruhusu mtu ambaye sio raia wa nchi hii akapata uteuzi ndani ya serikali? Tuna mfumo gani? Yanawezekanaje haya? Na taarifa hii kwa sababu ilikwisha tolewa, waziri wa utumishi na utawala bora, una shida gani, una kigugumizi gani kuitolea taarifa kikamilifu ndani ya bunge hili? Ni akina nani ambao wameajiriwa ndani ya nchi si raia wa Tanzania? Ni akina nani ambao wameteuliwa ndani ya nchi yetu sio raia wa Tanzania? Ni akina nani hao na vyeo vyao na hatua zilizochukuliwa na serikali? Kuna shida gani? Kiongozi mkuu wetu wa majeshi ametoa taarifa nyeti kama hii, halafu inanyamaziwa, haitolewi taarifa mwaka jana na hata mwaka huu. Tatizo ni nini serikalini? Asante sana Mheshimiwa Mpina. Tunaendelea na Mheshimiwa Dr. Florent Kiombo. Mheshimiwa Mrisho Gambo ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kwa nafasi ya kuchangia katika bajeti hii ya management ya utumishi wa umma na utawala bora. Lakini kwa nafasi ya pekee Mheshimiwa Mwenyekiti, Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.